Kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, ninataka kuchukua hii nafasi kuwasalimu nyote mahali ambapo mlipo. Bwana asifiwe. Ninataka niwafundishe neno siku ya leo, na lile neno ambalo nitawafundisha siku ya leo, ninataka tusome in the book of 2 Corinthians chapter 4 and verses 1. Na hili neno nitafundisha mstari kwa mstari, na kwa hivyo ninajua ya kwamba litakuwa baraka kwenu. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa hivyo siku ya leo ninataka ninenee mtu ambaye ako na huduma. Inaweza kuwa huduma ambayo uko nayo ni huduma kama hii yangu ya kushuga kondoo za Bwana wetu Yesu Kristo, na ndio huduma ya kushuga kanisa. Inaweza kuwa huduma ambayo uko nayo ni ya kufikia mioyo. Inaweza kuwa huduma ambayo uko nayo ni ya kushikilia kanisa kwa njia ya kifedha. Inaweza kuwa huduma ambayo uko nayo ni ya kushikilia kanisa kwa njia ya maombi. Inaweza kuwa huduma ambayo uko nayo ni ya ashari au ni ya praise and worship. Maana huduma ni nyingi sana kanisani. Huduma ni nyingi sana kanisani. Kwa hivyo ujisikie wewe ambaye uko na huduma, ndiye ninanenea siku ya leo. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba kwa jinsi tulivyopata rehema. Kwa hivyo wewe ambaye uko na huduma, ninataka nikwambie kwamba ni rehema umepata. Ni kuhurumiwa umehurumiwa, ukapewa ile huduma ambayo umepewa. Kumtumikia Mungu si kawaida. Mungu aliasha watu wengi, akakuchagua wewe ili umtumikie. Ni kama vile ambavyo mtu anaweza kuwa anatumika State House kwa president, na sisi ni zaidi ya wale ambao huwa wanatumika kwa president. Maana sisi tunatumika kwa mfalme wa wafalme ambaye ni Mungu. Kwa hivyo hatufai tushukulie hili jambo la kumtumikia Bwana kwa urahisi. Ni rehema tumepata. Mungu aliwaasha watu wengi ambao wengine ni wazuri kukuliko, akakuchagua wewe, akakushukua wewe ili utumike kwenye nyumba yake, ili ukaweze kutumika kwenye nyumba yake. Na kwa hivyo Paulo akasema hapa ya kwamba kwa kuwa tuko na huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema. Biblia inasema huo mstari wa kwanza ya kwamba hatulegei. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe wa siku ya leo ni kwamba mtu ambaye ako na huduma hafai awe ni mtu wa kulegea. Mundu wina ũtungata ndabatie gukorwo mundu wa kũrwo ni hinya raithi. Maana ukiwa mtu wa kulegea kwa urahisi, ninataka nikwambie kwamba utaondokea tu asubuhi. Utaondokea kazi ambayo unafanya asubuhi. Maana mambo ambayo ni ya kukufanya ushoke ni mengi. Mambo ya kukufanya uzimie ni mengi. Mambo ya kukufanya ulegee ni mengi.
Kulegea ni kusema ya kwamba umekosa nguvu ya kuendelea na hilo jambo ambalo unafanya. Na sio mambo tu, hata watu wa kukufanya ulegee ni wengi. Na unapomtumikia Mungu, usiwe na mentality ya kwamba watu wote watapendezwa na wewe, utawapendeza watu wote. Hapana, kuna wengine ambao hawapendezwi na lile ambalo unafanya, na wengine wataanza vita na wewe, watapigana na wewe kwa sababu ya lile jambo ambalo unafanya. Lakini megukwarahurira mbara ni tondu wa uria wikaga. Ona angĩ nĩmarĩkũroraga na maitho matarĩ mega ili ulegee, ili uzimie, ili ukufe moyo kwa kufanya lile ambalo unafanya. Kwa hivyo yule mtu ambaye huwa anagojea credit au anagojea kuambiwa ya kwamba amefanya vizuri, anapotumikia Mungu atalegea kwa urahisi. Na kwa hivyo Paulo akasema ya kwamba kwa kuwa tuko na huduma hii, kwa jinsi tumepata rehema, hatulegei. Na kwa hivyo ninataka niwaambie watumishi wa Mungu ambao mnanisikiza siku ya leo, msikubali kulegea. Hasa siku ambazo tunaishi, vita zimekuwa nyingi kwa watumishi wa Mungu. Kwa online, vita zimekuwa nyingi. Kuna watu wengi ambao wameinuka. Na ninajua ya kwamba hao ni wapinga Kristo ambao wameinuka kinyume na watumishi wa Mungu, kinyume na kanisa. Hao ni wapinga Kristo 100%, asilimia mia moja. Hao ni wapinga Kristo. Na hata ukipatana na upinzani kiasi gani, kwa kuwa uko na huduma hii, kwa jinsi umepata rehema, kwa vile ambavyo umepata rehema, kwa vile ambavyo umehurumiwa, usilegee, usikubali kulegea. Watu wengine wameogopa aibu sana. Sasa watu wengine wanaweza kurudi nyuma. Mwingine aseme ya kwamba hata mimi sikuagi mhubiri, kwa vile ambavyo wahubiri wanapitia, wahubiri wanaaibishwa. Watumishi wa Mungu ambao wanatumika kwenye kanisani wanapitia aibu. Maneno yao mengi yanaogewa, mwingine anaondokea. Lakini neno limesema ya kwamba kwa kuwa tuko na huduma hii, kwa jinsi tumepata rehema, hatulegei. Na kuna wakati Mungu alisema kumpitia Jeremia, in the book of Jeremiah chapter 48, ukisoma verse 10, Biblia inasema ya kwamba na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kwa hivyo wewe ambaye umeigizwa au umejiigiza kufanya kazi ya Bwana, ushike hili neno sana ambalo liko kwenye kitabu cha Jeremiah chapter 48 and verses 10. Ya kwamba neno linasema ya kwamba na alaaniwe afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kwa hivyo kazi ya Bwana usifanye kwa ulegevu, ati kwa sababu vita zimekuwa nyingi. Kama vile ambavyo masho ya shura haiwazuii ng'ombe kukunywa maji, tuseme hivyo wale ambao tunamtumikia Mungu. Vita na kusogwa kila upande haitatuzuia tumtumikie Mungu. Kwa hivyo wewe uko na huduma, ujiangalie sana
usilegee kwa sababu ya yale ambayo unapatana nayo. We mundu wa praise and worship, usilegee. We mundu intercessor, usilegee. We mundu uhunjagia, usilegee. We mundu wikaga uria wikaga thiini wa nyumba ya Ngai, usilegee. Usiwe mlegefu. Ndukorwo ni hinya, ndukanyihanyihie kio, ndukagutare. Weka uguo wikaga, usiwe mlegefu kwa kufanya hiyo ambayo unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na Bible inasema mstari wa 7 in the book of 2 Corinthians chapter 4 and verse 7, ya kwamba tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Kwa hivyo huduma ni hazina. Ni hazina. Ni kigina. Na Bible ya Gikuyu irauga twina kigina kia bata. Kigina giki kia bata. Utungata ni kigina kia bata. We wikiritwo utungata thiini waku. Ubati umenye wina kigina kia bata thiini waku. Na Bible irauga kigina giki kia bata tuturaga nakio tuhana ta turi gikuite na nyungu ya riumba. Hii mili ni kama udongo, na mwili wa kila mtu ambaye ni mkubwa na mdogo ni udongo. Mundu mweru na mundu muiru ni udongo. Mundu mutungu na mundu muceke ni udongo. Mundu munene na mundu munini ni udongo. Kile kinaleta tofauti ni hiyo hazina ambayo iko ndani yako. Kiria gitumaga mundu atuike wa bata ni kigina kiu thiini wake. Ngari o yothe no ikue mbeca na yandikwo ni ya gukua mbeca. No kiria gituaga ngari iyo ya bata ni mbeca iria ikuite, no gakorerera ni yaheo nginya thigari cia kumirangira, ni tondu ina kigina kia bata ikuite. Nawe utuikaga wa bata ni kiria gi thiini waku. Ungiherera gwika uguo wikaga, ungiteania kigina kiu kia bata na niguo tungata, ndungikorwo wi wa bata ringi. Ungikorwo wi useless. Ungiteania kigina kiu kia bata, ungitigana na kigina kiu kia bata, woe kigina kiu kia bata ukiige thi, you become useless. Utakuwa useless, au utakuwa wa maana tena. Na kuna wakati mmoja Mungu alisema kupitia Isaya, akanena kuhusu Waisraeli, the book of Isaiah. Na alikuwa anaongea juu ya hazina ambayo inakuaga ndani ya mtu. Na akasema ya kwamba akiongea juu ya hiyo hazina nzuri ambayo inakuaga ndani ya mtu, in the book of Isaiah, I think 65 verse 8 inasema ya kwamba Bwana asema hivi: kama vile divai mpya ipatikanavyo katika kichala, na mtu mmoja husema usikiharibu kwa maana mna baraka ndani yake, ndivyo nitakavyotenda kwa ajili ya watumishi wangu ili nisiwaharibu wote. Kwa hivyo Bible inasema ya kwamba tauria divai ya muhihano yonekaga thiini wa kimanjika-ini gia thabibu, na mundu akauga atiriri, ndugathukie kimanjika kiu tondu kina divai thiini wakio. Ya Kiswahili inasema ya kwamba usikiharibu kwa sababu mna baraka ndani yake. Ya kwamba hivyo ndivyo nitafanya kwa sababu ya watumishi wangu ili wasiharibiwe.
Kwa hivyo mtumishi yeyote ambaye ako na huduma, ako na baraka ndani yake, na Mungu anakulinda kwa sababu ya hiyo baraka ambayo umenena, umebeba. Hiyo baraka ndio imekufanya kuwa mtu wa maana. Kwa hivyo usilegee, usiweke chini. Hata hii vita ije kiasi gani, mtu ambaye ako na huduma hafai kuwa mtu mulegevu. Mundu wothe wina utungata ndabatie gukorwo mundu wa kweherera, kana mundu wa gukua ngoro, kana mundu wa kurwo ni hinya ovyo ovyo. Wina kirathimo thiini waku, menyerera kirathimo kiu, menyerera kirathimo kiu. Kiu kirathimo nikio gitumaga ugitirwo ni Ngai. Na hiyo baraka ndio Biblia inasema ya kwamba kwa sababu Waisraeli walikuwa na hiyo hazina na hiyo baraka ndani yao, Biblia inasema ya kwamba hakukubali mtu awaguse. Hata kuna wafalme alikemea kwa ajili yao, akasema ya kwamba msiwaguse watu hao wangu ambao nimemwagia mafuta. Watumishi wangu msiwatendee mabaya kwa sababu ya hazina. Na nikio Ngai okiraga akarũĩrĩra andũ ake, akahũrana mbara nĩ tondũ wa andũ ake, nĩ tondũ mena kĩndũ kĩa Ngai thĩinĩ wao, mena kĩndũ kĩa bata thĩinĩ wao. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wewe umebeba kitu cha maana, ninataka kukuambia ya kwamba usiwe mlegevu hata vita zikiwa nyingi kiasi gani, maana vita zinaweza kuwa nyingi. Paulo alisema mstari wa 7, akasema mstari wa 8. Mstari wa 8 in the book of 2 Corinthians chapter 4 and verses 8. Pande zote twadhikika, au vile Biblia ya Gikuyu ati tuhatikagwo miena yothe. Noguo niguo kurathie matuko-ini maria turi. Mundu wothe wina kindu thiini wake arahatikwo miena yothe. Mundu wothe wina kigina giki kia bata arahatikwo miena yothe. Paulo augire tuhatikagwo miena yothe ati no tutitiganeirio. Pande zote twadhikika, akasema pande zote twadhikika bali hatusogwi. Tuhatikagwo miena yothe no tutitiganeirio, tutirunditwo, tutininitwo, tutithiraga ona twahatikwo miena yothe. Onawe urahatikwo miena yothe ubati umenye ati nduguthira. Biblia inaendelea kusema ya kwamba twaudhiwa bali hatuashwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Maundu mau mothe marakuonia ati no utindikwo muno, no hurwo, no cemanie na maundu maingi, no Ngai ndangireka uthire. Wewe no tungata, we niwe ungienda guthira, Ngai ndangireka uthire. Ngai ndangireka uthire, akugitirite muno. Ngai witũ amũrathime. Nĩ niĩ waku Overseer Elias Gitonga wa kanitha wa CFF haha wĩyũmĩrĩrie. God bless you. God bless you.